Kasako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote. Karibuni tena kwa ndugu watazamaji kwenye kipindi chetu cha Hot Sunday ambacho huwa kinapanda kila Jumapili. Na Jumapili kama ya leo tena tupo hewani. Nadhani kauli mbiu ni ile ile, kusema kwamba tupo hapa sababu ya kurekebisha sehemu ambazo ziko tofauti na gisi Mungu anavyotaka. Sawa, nianze na neno kusema kwamba ukitazama mahubiri, ukiwa na swali, kama kuna sehemu yoyote ile haija kuingia vizuri akilini mwako, angusha tu comment pale, tutasoma comment yako, nadhani majibu yako utayapata. Sawa. Nadhani kwa siku yetu ya leo tuna mada moja tu ambayo tutazungumzia, ambayo itakuwa neno letu la siku ya leo, la Jumapili ya leo. Okay. Nadhani bila kwenda mbali, ningesi kwanza msomaji anze kwanza na kitabu cha Yohane 8:31. Tusikie nasemaje. Tunasoma kitabu cha Yohane 8:31. Kinasema nini? Mafarisayo wa uchunguza uponyaji. Twende 31. 31. Ndio. Tunajua ya kuwa 8:31. 8:31. Yohane 8:31. Tusikie na tuambia nini. 8:31 kitabu cha Yohane. Ndio. Wanafunzi wa kweli ni kichwa maandiko. Wanafunzi wa kweli. Tujue wanafunzi wa kweli wa Yesu ni wanafunzi wa aina gani? Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi ndio waliomwamini, ndio, ninyi mkikaa katika neno langu. Yesu aliambia Wayahudi, akawaambia hivi, ninyi Wayahudi mkikaa katika neno langu, ndio mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Unaona? Yaani ukikaa katika neno la Mungu, tayari umekuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Tena kweli po mara mbili. Mara mbili. Kweli kweli. Aha. Tena ndio mtaifahamu kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ndio. Ukikaa katika neno la Mungu, wewe ni nani? Ni mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Tena wewe ni mwanafunzi wa kweli kweli. Unaona? Yaani neno ambalo tunakuambia na kusahisha kwamba hili ni hivi, hapa inatakiwa usiende hivi, uende hivi. Ukishikilia, wewe ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Lakini usiposhikilia yale ambayo tunakuambia, na amini kwamba wewe si mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Aha. Tunarudilia hapa. Ndio. Tena mtafahamu kweli. Tena mtafahamu kweli, ambao kweli waga tunamwambia kila siku, inabidi ufahamu kweli ya Mungu. Aha. Nayo hiyo kweli. Tena mtafahamu kweli, ambao tunawaambia inatakiwa kweli muifahamu. Aha. Nayo hiyo kweli. Nayo hii kweli ambayo tunakuambia kwa siku ya leo itawaweka huru. Ina maana hii kweli ambayo tunawaambia inatakiwa hikuweke nini? Huru. Si kule kwa kubanwa. Unapotambua kweli ambayo tunakuambia hapa, naamini utakuwa huru katika neno la Mungu. Hautakuwa na mafarakano yoyote ile. Utakuwa huru. Na hili ndio shida. Ina maana tumejikuta tupo kwenye kifungo. Kile kifungo ambacho ni kutokujua kweli ya neno la nani? Ya neno la Mungu. Lakini kwa leo nakwambia kweli. Ukishajua kweli, utakuwa nini? Huru. Kama kisi kitabu cha Hosea kinavyosema. Tusome kwanza kitabu cha Hosea. Kitabu cha Hosea. Cha Hosea 4:6 inasemaje? Kitabu cha Hosea 4:6. Ndio inasemaje? Mungu alaumu Israeli. Twende 6. 6. Ndio. Inanena hivi. Inasemaje? Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mungu anasema kwamba watu wake wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wewe Biblia imeshakuambia kwamba inatakiwa utembee hivi. Lakini wewe sababu ya kukosa maarifa, kutokufuata kama gisi neno la Mungu linavyokuambia, unaenda tofauti. Tayari umeshafanya nini? Umeangamia.
Kwa hiyo inatakiwa ufate maarifa ya Mungu. Ukishafuata maarifa, unajua ukweli, na huu ukweli ni sharti utafanya nini? Utakuweka huru. Bila kwenda mbali, najua siku ya leo tuna mada yetu kwa ambayo tunayo ni kuhusu maombi. Maombi. Je, tunavyoomba ndio kama gisi Mungu anavyoruhusu? Je, ya maombi yetu haya kama hayasikiki, shida ni nini? Okay, tuende kwenye kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Some kitabu cha Mathayo tusikie kama tunavyoomba ndo kadri Mungu anavyopenda tuombe. Na kwa nini maombi yetu haya hayasikiki kwa nani? Kwa Mungu. 6:5 yake. Kitabu cha Mathayo 6:5 yake. Tusikie nasema nini? 6:5. Ndiyo. Tunasoma kitabu cha Mathayo 6:5 yake. Ndiyo. Kuhusu maombi. Kuhusu maombi ndio kichwa cha maandiko. Yaani leo tunazungumzia kuhusu kuomba. 5 inasema hivi. Ndiyo. Tena msalipo. Ndiyo. Msiwe kama wanafiki. Sasa tunaambiwa wakati tunaposali tusiwe kama wanafiki. Yaani tunapoingia kusali tusiwe kama wanafiki. Hao wanafiki wanafanyeje? Kwa maana ndiyo, wao wanapenda kusali. Ndiyo. Hali wamesimama katika masinagogi. Wanafiki kazi yao waga wanapenda kusali wamesimama katika masinagogi. Na katika pembe za njia, yani katika masanga njia. Yani ukiona utakuta watu hapo kwenye masinagogi wamesimama ni kuomba, tena kwa sauti kubwa sana. Istoshi utawakuta tena katika masanga njia. Unaona? Katika masanga njia wanaomba. Hao ni wanafiki. Ukiona mtu kama huyu tayari ona huyu ni nani? Ni mnafiki. Ili waonekane na watu. Shabana kusudi ni kwamba watu waone kwamba wenyewe wanafanya nini? Wanaomba. Na ni tofauti sana na maagizo ya Mungu. Mungu anakuambia kwamba hawa ni wanani? Ni wanafiki. Yaani wenyewe wanasimama katikati ya njia kwenye masinagogi ili watu waone. Yaani wenyewe wanafanya kazi sababu mtu mwingine hamuone. Si Mungu amuone. Yani wanaomba kwa ajili ya watu. Watu wengine waone. Amina. Nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Ndiyo, twende. Bali wewe usalipo. Sasa ndo naambiwa sasa wewe sasa kipindi unaposali si kwamba usali kama gisi wanafiki wanavyosali. Unaambia wale ni wanafiki wanasimama kwenye masinagogi, cha pili kwenye masanga njia ili watu wafanye nini? Waone. Sasa unashauriwa sasa wewe sasa unaposali bali wewe unaposali ingia katika chumba chako cha ndani. Ingia katika chumba chako cha ndani. Yaani chumba cha siri. Ingia ndani kwenye chumba chako cha ndani. Na ukiisha kufunga mlango wako. Sasa hicho chumba cha ndani haitaki uache mlango wazi. Unafunga mlango. Kama kina dirisha unafunga dirisha. Kiwe chumba cha wapi? Cha ndani. Kiswahili kingine tuambia kwamba chumba cha siri. Maana unaingia pale unaenda kuongea ni siri ya wewe na nani? Na Mungu wako. Ingia kwenye chumba chako cha ndani kisha funga mlango. Na ukiisha kufunga mlango wako, ukishafunga mlango wako, usali mbele za baba yako aliye sirini. Ndo sasa usali mbele ya baba yako aliye wapi? Sirini. Ule baba yako ambaye yuko sirini. Na baba yako aonaye sirini atakujazi. Ndiyo. Yule baba yako yule. Maana yule Mungu anaona sirini. Sirini na maana anaona katika siri. Wewe uingie katika chumba chako. Yani maana kuomba ni siri ya mtu na Mungu wake. Ukishaingia kwenye chumba chako cha ndani, funga mlango. Mwambie baba yako ambaye yupo sirini, mwambie ile siri yako ambayo unataka kumwambia. Mungu, mimi nataka hiki na hiki. Na yule ambaye yule Mungu yule ambaye anasikia watu katika siri atakujibu. Si maombi ya kupayuka payuka. Hamna. Unafika tu kwenye masanga njia, kwenye masinagogi, ile ni sababu watu wakuone. Lakini na tunaambia kwanza ukitaka kuomba ingia ndani, ongea na Mungu, ni siri ya wewe na Mungu wako basi. Kweli. Si kwamba wewe ukae tu hadharani
kuomba. Tukikuona vile na ukiona mtu kama yule vile, muone, yani useme, yani majibu yake ni kwamba huyo ni mnafiki. Ni mnafiki kabisa. Na maana wale ambao wanasali katika soko ni wanafiki. Kama gisi Biblia inavyotuambia. Na kuambia kweli, tulivyoanza kusoma kitabu cha Mathayo kuambia hii kweli ukijua inakuweka huru. Ndio. Maana ukishajua hii kweli, wewe utakuwa huru kabisa. Yaani utakuwa kuangalia tu na kutiki vyema kwamba huyu ni mwanafunzi. Na ukiangalia kwamba huyu unaingia kwenye chumba cha siri, wewe yani hapo majibu ni kwamba huyu ni mwanafunzi wa Yesu kweli. Tayari ameshafuata maandiko maandiko ya kwenye Biblia. Ukifuata kama gisi anavyokuambia, wewe ni mwanafunzi wa Yesu kweli. Na ndio gisi Mungu anavyotuambia kwamba ukitaka kusali, ingia kwenye chumba chako cha siri. Umwambie yule baba yako ambaye yupo sirini, na yule baba yako ambaye yupo sirini atakujibu. Haya, tuendelee mwalimu. 7. Ndio. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke. Okay, mkiwa katika kusali msipayuke. Ina maana unaomba yani kwa kupayuka, sababu wengine tu wakusikia unaomba. Ina maana wewe mwenyewe hauna lengo la kuomba. Wenyewe unaomba hiki, yani unapayuka. Niambia usipayuke. Chukua lengo lako moja. Mungu wangu nataka niombe hiki. Ingia katika chumba chako cha ndani, funga mlango, ongea na Mungu katika chumba cha siri. Mwambie shaba yako, kumwambia Mungu. Na ndio maana kuomba kwetu tunavyoomba kwa kupayuka, ndio maana Mungu hatujibii. Tunaonekana wanafiki mbele ya Mungu. Tusiombe kwa kupayuka. Msipayuke kama watu wa mataifa. Maana wao uzani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Unaona? Watu kama hao wanazania labda maneno kuwa mengi, ndio labda Mungu atawasikia. Lakini si hivyo. Tunaambia kwamba tusiombe kwa kupayuka. Yani maneno mengi, sauti kubwa. Yani unazani labda kuomba kule ndo wanafiki wanazani kwamba labda Mungu atasikia. Kiangalia watu kama hao, unawafananisha na manabii wa Baali. Manabii wa Baali walipayuka sana kwa kumuita Baali wao. Lakini hakuwajibu. Unaona? Yani tusiombe kwa kupayuka. Kwa kuzani labda wingi wa maneno yetu Mungu atatusikia. La hasha. Ni makelele tu mbele ya Mungu. Ni kelele tu mbele ya Mungu. Kwa hiyo ingia kwenye chumba chako cha ndani. Ongea tu kwa siri kubwa, hata ukiomba yani hata ya moyoni. Unafunga mlango. Mungu anakusikia. Maana yeye Mungu anasikia mambo ya siri. Si kuomba kwa kupayuka. Si kuomba kwa kusimama kwenye masanganjia, barabarani, kwa kusimama katika masinagogi. Amna. Watu kama hao ukiwaona tu wanafiki. Twende unaishia 9. 8. Ndio. Basi msifanane nao kabisa. Maana baba yenu anajua mnayohitaji. Maana Mungu anajua tunayohitaji sisi, kabla ninyi hamjamuomba. Kabla hujasimama kuomba, Mungu tayari anajua kwamba huyu mtu anahitaji kitu fulani. Kwa hiyo wewe inabidi kaa kimya, muombe Mungu kisirisiri, na yeye Mungu atakusikia. Mungu anajua vizuri. Unapoingia ndani uombe, kabla hujaomba, yeye Mungu tayari anafanya nini? Ameshajua. Tayari huyu mtu anataka aombe hiki. Sasa si kwa kuomba kwa kupayuka, kwa kuweka maneno mengi sana, kwa kuzani labda Mungu atatusikia. Kabla hujaomba wewe, Mungu ameshajua kama hitaji lako ni hitaji gani. Yaani ni wewe tu simame tu ni kutimiza, kumwambia tu Mungu basi. Tayari Mungu alikuwa tayari ameshajua ombi lako. Twende 9. Ndio. Basi ninyi salini hivi. Sasa ninyi mnaposali tusali hivi sasa. Baba yetu uliye mbinguni. Ndio, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Hii ni sala ambayo tuliachiwa, kwamba tunapotaka kusali tusali hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Ile sala yote. Lakini hii hatutazungumza sana, maana ni somo nyingine, tena somo kubwa sana. Lakini hili sala tumeshaachia watoto wa Sunday school, ndio tumeachia sala. Lakini hii sala si ya kuachia watoto, ni kwa wewe mkubwa ambao unaingia kusali. Ingia kwenye chumba chako cha siri, muombe Mungu wako. Kabla hujaomba tu, tayari hitaji lako Mungu alishafanya nini? Alishasikia na ameshalitambua. Si kwa kuomba kwa kupayuka, kwa kuweka maneno mengi sana. Unaona? Ukiingia vile wewe ni nafiki, ndio maana maombi yetu hayajibiwi kwa Mungu. Utakuta mtu analalamika sana,
tayari na mwaka hivi, naomba Mungu nataka nizae, mtu hazai. Shida maombi unayoomba si sahihi. Kwa hiyo kuanzia leo inabidi tubadilike. Tuweke maombi yetu kama gisi maandiko yanavyotuambia. Luka 18 kitabu cha Mathayo. Ndiyo. Na hivi. Ndiyo. Kuhusu kufunga. Twende. 18. Ndiyo. Ili usionekane na watu kuwa unafunga. Ndiyo. Ila na Baba yako aliye sirini. Sawa. Kuna watu wengine utakuta wanaweka kifungo kwa ajili ya hombi lake. Nina hombi fulani. Anza 16. Tunarudia 16. Tena mfungapo utakuta mtu anafunga kwa ajili ya hitaji yake. Mimi nataka nimhombe Mungu, nipeleke hitaji langu kwa Mungu kwa kuhusu shida yangu fulani. Tena mfungapo usiwe kama wanafiki. Tena tunaambia usiwe kama mnafiki unapofunga. Hawa wanafiki wanafanyaje? Wenye uso wa kunjama. Unaona wanafiki waga wapo hivi. Akifunga, yani ukifika kwake tu kama amefunga, utamjua mtu amefunga. Utakuta amefunga sura kabisa, yani ukimwona amefunga sura unaona, yani ajioneshe kwa watu kama amefanya nini, anafunga. Mimi nipo kwenye kifungo bwana, yani usinisumbue, nipo kwenye kifungo. Yani anafunga sura. Unaona? Sababu aonekane na watu kama amefanya nini, eti anafunga. Maana ujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Shabana kusudi ni kwamba waonekane tu na watu wamefanya nini, wamefunga. Utakuta watu leo kifungo ni milimani. Utakuta watu wameenda, yani wanaenda milimani wamefunga sura hata kuongea na mtu. Yani ukiwaona tu hawa wapo kwenye kifungo kabisa. Sababu kila mtu amuone kama amefanya nini, amefunga. Hawa ni wanafiki. Ni wanafiki kabisa. Amina. Ndiyo. Nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Okay. Bali wewe ufungapo. Sasa umeambiwa wewe sasa ufungapo. Unapofunga, nataka leo nishinde kwenye kifungo kwa ajili ya hitaji yangu. Ufungapo sasa. Jipake mafuta kichwani. Ujipake mafuta kichwani. Unawe uso. Ili usionekane na watu kuwa unafunga. Yani unawe uso kabisa, uso wako uwe vizuri. Unang'aa. Yani uwe vizuri kabisa. Akile sio kwamba kufunga sura. Yani hata mtu akija unacheka naye, tabasamu nini, unaona? Sasa mtu asitambue kama umefanya nini, umefunga. Sio mtu amefika umefunga sura nini, nimefunga. Kama ni story unapiga story vizuri, lakini una lengo yako. Ni yako moyoni, ni siri yako wewe na Mungu wako. Basi umefunga, sura yako iwe vizuri tu. Ila Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini, na Baba ambaye aonaye sirini atakujaza, yani kujazi kabisa na vizuri sana. Unaona? Yani maana yeye ndo anayeona sirini. Hataki kwamba kila mtu ajue wewe upo mambo yako ya siri. Siri ni ya mtu binafsi. Ndiyo. Sasa ikiwa kwamba mimi nikaa hivi sababu mwingine atambue nipo hivi, hiyo sio siri. Ndio maana maombi yetu hayapati majibu. Twende. Tunaingia 19. Twende. Msiwekee hazina duniani. Achia pale. Unaona? Haya mambo tunataka kuonesha watu. Kwa ndugu mtazamaji, tunataka tuweke mambo yawe kwenye msingi wake kwa maadili ya Mungu anavyotaka. Kile ambacho Mungu anataka ndo natakiwa tufanye nini? Tutembelee. Na hii kweli ukitambua itakuweka huru, utakuwa huru kabisa. Utajua nini la kufanya na nini la kutokufanya. Tumeshajipangia leo mimi nitafunga, unafunga na sura, sio vizuri. Unaona? Yaani kuomba ni siri yako wewe na nani? Na Mungu wako. Basi. Ukitaka kuomba, ingia ndani, chumba chako cha siri, funga mlango, mwambie babako ambaye yuko sirini na atakusikia. Na atakujibu maombi yako. Maana kabla hujaomba yeye tayari ameshajua huyu anachotaka ni kitu fulani. Basi Mungu atafanya nini? Atakujibu. Na tunayoongea si ya kwetu, ni tunaongea ni yanatoka ndani ya maandiko matakatifu. Ya huyu Mungu ambaye tunamjua sisi. Mungu huyu ambaye aliumba mbingu na nini na dunia. Ambaye alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Yule Mungu ndo tunaongelea maneno yake. Huyu Mungu ambaye Yohana alionyeshwa katika kitanga cha Patmos.
ambaye halimuona. Tusome kwanza kile nani ile andiko ya Ufunuo kwanza. Ufunuo 19 nani 11 yake. Tuone kama gisi huyu Yohana alivyomuona huyu Mungu. Ufunuo 19. Ufunuo 19. Kwa hiyo unapoomba, ingia ndani, omba kwa siri. Maana hii siri ni siri yako wewe tu na Mungu. No. 19 ngapi? 19:11. Kitabu cha Ufunuo 19:11. Ndiyo. Maandiko kusema hivi. Wapandaji wa farasi mweupe. Twende 11. 11. Ndiyo. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka. Yohana yule sasa akaona mbingu zikafunguka. Na tazama, farasi mweupe na yeye aliyempanda. Haya ni maono ambayo Yohana alioneshwa. Aitwaye mwaminifu na wa kweli. Aliona kwenye farasi nyeupe kuna mtu aliyeipanda ambaye anaitwa mwaminifu na wa kweli. Naye kwa haki ndiyo ahukumu na kufanya vita. Naye kwa haki anahukumu na kufanya nini? Vita. Tushuke. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Ndiyo, tuendaraka na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Ndiyo. Naye ana jina lililoandikwa. Sasa huyu Yohana alimuona, na ndo huyu haya tunayosema haya ni ya huyu ambaye Yohana alifanya nini? Alimuona. Ana jina lililoandikwa. Jina lililoandikwa asilolijua mtu yeyote ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililoweshwa katika damu. Ndiyo, huyu Mungu ambaye tunasema maneno yake, ambaye tunafunulia watu maneno ambayo Mungu amesema na watu wanaenda tofauti. Ndo huyu Mungu ambaye Yohana alimuona. Tunasema ni Mungu wa kweli. Usituchukulie vibaya. Labda tunachoongea ni kitu kingine tofauti zaidi sana. Tunachukua mambo ambayo kwa wapi? Ndani ya Biblia, ambayo ni mwongozo wetu. Na jina lake anaitwa Neno la Mungu. Jina lake anaitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata. Ndiyo, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kutani nzuri nyeupe safi. Ndiyo. Na upanga mkali utoka kinywani mwake, ili kwa upanga huo awapige mataifa. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Ndiyo. Naye atanyang'anya shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake. Yeye ana jina ambalo limeandikwa katika vazi lake. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake. Yani huyu jina lake limeandikwa katika vazi lake na katika paja limeandikwa. Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Huyu ndo tunatangaza neno lake ambalo liko kamilifu kwa wanadamu. Na kama tumeweza kusema kwamba tunasahisha zile sehemu ambazo watu wanaenda tofauti, tuambie watu ukweli kuhusu neno la Mungu. Kwa hiyo najua ndugu mtazamaji, tayari kwa siku ya leo umeshapata elimu kuhusu maombi. Najua kama ulikuwa na ile hali ya kusema kwamba unataka kuomba, unaomba kwenye masinagogi, kwenye masanganjia, unaomba kwa kupayuka maneno mengi sababu Mungu akusikie. Najua kuanzia leo utayaacha. Na ukiingia sirini, chumba chako cha ndani, ongea na Mungu kwa siri, najua maombi yako Mungu atakusikia na atakujibu. Sawa, asanteni sana kwa kututazama na kusikiliza neno la Mungu, na Mungu awabariki. Asanteni. Amina. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.